Bila shaka utakuwa umeshinda salama. Tunakualika katika jambo la leo. Mimi ni Irene Kishiwa. Nami ni Esther Chilato. Kwa muhtasari ni hayo utakayoyasikia. Serikali kutenga maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya vijana itakayowezesha kupata ardhi kwa ajili ya kujenga viwanda. Sajadi zinazohusishwa na udhibiti mvua pamoja na uelewa wa kisayansi kuhusu hali ya hewa. Leo 14 endeleza ujumbe wa amani nchini Cameroon. Yomba TFF kusogeza mbele michezo yao miwili baada ya kifo cha ghafla cha mkurugenzi wa timu hiyo na kocha mkongwe Athmani Bilal maarufu Bilo. Mwanamaisha Fresh unaweza kufuatilia jambo la leo mubashara kupitia tovuti yetu kwa kuandika www.jambofm.co.tz, lakini pia unaweza kutufuatilia kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii Instagram, Facebook na TikTok andika Jambo FM TZ, pamoja na YouTube kwa kuandika Jambo FM Radio Tanzania. Tunalianza jambo la leo kutoka hapa makao makuu ya nchi Dodoma. Serikali imesema itatenga maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya vijana kupitia programu ya Youth Industrial Special Economic Zones ambayo yatawawezesha kupata ardhi kwa ajili ya kujenga viwanda, wakitarajiwa kunufaika na mazingira rafiki ya uzalishaji na ajira. Taarifa kamili na Gideon Gregory. Hatua hiyo imebainishwa na Waziri wa Mipango na Uwekezaji Profesa Kitila Mkumbo wakati akiwasilisha bajeti ya Ofisi ya Rais Mipango na Uwekezaji bungeni jijini Dodoma, ambapo mpango huo unalenga kuwajengea vijana uwezo wa kujiajiri na kuongeza uzalishaji wa bidhaa nchini, huku ukichochea ukuaji wa uchumi na viwanda. Maeneo hayo yatajengwa katika maeneo maalum ya uwekezaji yaliyopo katika mikoa ya Dodoma, eneo la Nara, ekari 100 zimetengwa kwa ajili ya vijana; Pwani, Kwala, ekari 20 zimetengwa kwa ajili ya vijana; Mara, Bunda, ekari 100 zimetengwa kwa ajili ya vijana; Ruvuma, Songea, ekari 100 kwa ajili ya vijana; na Pwani, Bagamoyo, ekari 20 kwa ajili ya vijana. Vijana watapewa fursa ya kuwekeza kama watu binafsi ama kupitia vikundi, na wataweza kushiriki katika sekta mbalimbali za uwekezaji. Wakichangia katika bajeti hiyo, baadhi ya wabunge wameshauri serikali kuvilinda viwanda vilivyopo ili kuendelea kukumbatia ajira za Watanzania. Viwanda ambavyo tayari vimeshaanza kuwekeza kwenye taifa letu vilindwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna changamoto. Unakuta kiwanda kinazalisha bidhaa ndani ya taifa hili na kinauza, lakini bado kuna bidhaa za aina hiyo hiyo zinaingizwa kwa msamaha wa kodi. Hii sio sawa kwenye ushindani. Viwanda hivi vitakwenda kufa. Viwanda hivi vikifa, kuna hasara nyingi, hususan wananchi wanakwenda kupoteza ajira. Tuna wimbi kubwa sana la ukosefu wa ajira kwenye taifa letu. Niwaombe sana, tunaweza kuwa tunazungumza vizuri, tunapanga vizuri, lakini utekelezaji wake ni mgumu, kwa sababu kule chini kwenye halmashauri ambao ndio watekelezaji hawaendani kabisa na mipango tunayoipanga kwako Mheshimiwa Profesa. Zainabu Hassani ni mdau wa maendeleo ya vijana. Anaeleza kuwa pamoja na umuhimu wa mpango huo, bado kuna haja ya kuweka mazingira wezeshi yatakayowasaidia vijana kunufaika kikamilifu. Mpango huu mzuri sana na unaonyesha dhamira ya dhati ya Mheshimiwa Rais pamoja na serikali yake katika kuwawezesha vijana kushiriki kikamilifu katika uchumi wa viwanda. Lakini muhimu tukumbuke kwamba uwekezaji wa vijana hauhitaji ardhi pekee, bali unahitaji ujuzi, mitaji na mifumo rafiki ya kuwawezesha kufanikiwa. Kwa hiyo tukiunganisha haya yote, tunaweza kubadilisha kabisa nafasi ya vijana kutoka kuwa watafuta ajira hadi kuwa wazalisha ajira, jambo ambalo litakuwa na mchango mkubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu. Mpango wa Youth Industrial Special Economic Zone unatajwa kuwa hatua muhimu katika kuwawezesha vijana kiuchumi, huku wadau wakisisitiza umuhimu wa utekelezaji wake kwa vitendo ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Kutoka Dodoma, Gideon Gregory, Jambo FM. Sasa na jambo la hapa Katavi. Katika baadhi ya maeneo ya Tanzania, hususan mikoa ya magharibi mwa nchi na nyanda za juu kusini, bado kuna imani za jadi zinazohusishwa na kudhibiti mvua, jambo linalozua mjadala kati ya mila na uelewa wa kisayansi kuhusu hali ya hewa. Daniel Gahu ameangazia hili na kuja na ripoti ifuatayo. Wahenga walisema aisifia mvua basi ujue imemnyea, msemo wenye maana ya kuwa ukisifia mvua basi ujue imenyesha. Lakini kuna wakati unyeshaji wa mvua wa mara kwa mara
hupelekea kuharibu mipango ya watu. Na hapa unakuja usemi wa asili ya jifichi, kwani kwa mikoa ya nyanda za juu kusini ikiwemo mkoa wa Katavi zipo imani kwa baadhi ya makabila ambayo hufanya matambiko kwa ajili ya kufunga mvua. Uongozi leo rais anatutembelea Katavi, lakini muda huo mvua inatakiwa inyeshe. Sasa kuna wazee wa mji wanasema tuna ugeni mkubwa. Sasa huu ugeni wa heshima kweli pale jukwani leo mvua inanyesha? Wazee, ugeni huu itakuwa sawa? Hapana, hii mvua isimamishwe. Watu wanasimamisha mvua. Kuna watu wanatumia fimbo kuzuia mvua isinyeshe. Lakini kuna wengine wanatumia ungo na pini kuzuia mvua isinyeshe. Inachukuliwa pini na ungo, ile pini inachomekwa kwenye ungo. Alafu ule ungo unafunikwa sehemu. Ile mvua hainyeshi. Hicho ni kipawa cha watu. Lakini kuna wengine wanatumia fimbo. Ile fimbo anailaza hapo, fimbo nyeusi, fimbo ya mpingu. Anailaza hapo, anachokisema ndio kinachokuwa. Mvua inapita pembeni kule inaenda. Na kuna mwingine anatumia kidole kuizuia mvua. Anaweza kuonyesha kidole chake hichi akasonta, akaelekeza mvua iende huko. Ndio mvua inakwenda kuja kule kule. Hapa paka rais atamaliza mahafla yake, kisha anaondoka, hakuna mvua, baadaye mvua inaanza kunyesha. Kisha aondoka ndio iko hivyo. Katavi wanafanya hayo. Yaani maisha yao. Asili na tamaduni za Kitanzania zimerithishwa kutoka kwa mababu ambao pia walikuwa wakitumia tiba za asili kama inavyobainishwa na waganga wa tiba za asili ambao jamii inawahusisha na vitendo vya kuzuia mvua isinyeshe. Najua wapo wengi sana ambao walikuwa hawatambui kwamba tiba asili ni nini, na wapo ambao walikuwa wanatambua kwamba tiba asili ni ushirikina. Hapana, tiba asili na ushirikina ni vitu viwili tofauti kabisa. Kwenye upande wa tiba asili, serikali zimeturasimisha kwa sababu zimechunguza kwa kuona kwamba ni kitu kilicho bora, na kitu hicho tunafuata mila na desturi za mababu zetu. Toka mwanzo wa dunia watu walikuwa wakiugua, anachukua mti, majani, anakunywa na anapona. Kwa sisi watu wa tiba asili tukawa tumerithishwa hayo. Kwa naomba nisisitize katika jamii kwamba watu waendelee kuamini kwamba tiba asili sio uchawi, bali tiba asili ni suluhu ya matatizo yetu yaliyoko mwilini kwetu, kwa magonjwa ya kibiolojia na hata magonjwa ya kinumerolojia. Napenda kusisitiza hilo na waamini hivyo wote waliokuwa na shaka dhidi ya tiba asili. Na hapa ndipo mila hukutana na sayansi. Je, kuna ukweli wowote kuwa mvua inaweza kusitishwa kwa muda na isinyeshe? Juma Minda ni meneja wa TMA mkoa wa Katavi, anatolea ufafanuzi wa jambo hilo. Sisi tunapofanya utabiri wa hali ya hewa kiufupi unafanyika kisayansi, kwa sababu sisi tunakuwa tuna vifaa. Kuna hizi kompyuta kubwa, hizi super computers ambazo zina run models na kuonyesha kwamba hapa mvua itanyesha, hapa inyesha. Lakini pia tuna radars, kama unavyojua sasa Tanzania tuna radar karibia sehemu zote, na bado kuna radar nyingine zinaendelea kutengenezwa. Kwa hiyo tunatumia vifaa vya kitaalamu ili kuonyesha hapa itakuwa vipi. Sisi huwa tutumii njia za kienyeji, ingawa tunajua kwamba kuna watu wanafanya kwa kutumia njia hii. Hata hivyo, licha ya imani na tafsiri za jadi, wito kwa jamii ni kuendelea kufuatilia taarifa sahihi za utabiri wa hali ya hewa ili kupanga shughuli zao kwa ufanisi na usalama wa kiuchumi. Daniel Gahu, 95.3 Jambo FM, Katavi. Kimataifa, kiongozi wa kanisa Katoliki Papa Leo wa 14 amesafiri kuelekea jiji la Bamenda, magharibi mwa Cameroon, kuhubiri ujumbe wa amani katika eneo ambalo limekuwa kitovu cha mgogoro wa wanaharakati wanaotaka kujitenga, mgogoro ambao mashirika ya kibinadamu yameutaja kuwa miongoni mwa migogoro iliyopuuzwa zaidi duniani. Papa Leo ataongoza mkutano wa amani unaowakutanisha viongozi wa dini mbalimbali. Lengo ni kuangazia juhudi za pamoja za kidini katika kumaliza mgogoro huo na kuwasaidia waathirika waliopitia mateso, na atashiriki misa maalum kwa wakazi wa Bamenda, mji ulioko karibu na mpaka wa Cameroon na Nigeria. Papa aliwasili nchini humo Jumatano ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya mataifa manne barani Afrika, ambapo katika hotuba yake ya kuwasili alisisitiza umuhimu wa kupambana na ufisadi na kuzungumzia wajibu wa uongozi wa kisiasa. Kabla ya ziara ya Papa, wapiganaji wa kujitenga walitangaza kusitisha mapigano kwa siku 3, wakisema wanataka kuonyesha wajibikaji na kuheshimu utu wa binadamu. Hata hivyo, licha ya kupungua kwa mashambulizi katika miaka ya karibuni, mazungumzo ya amani bado yamesimama na hakuna dalili ya suluhu ya kudumu. Na katika michezo, klabu ya Bilo Queens inayoshiriki ligi kuu ya wanawake Tanzania bara imeliomba shirikisho la soka Tanzania TFF kusogeza mbele michezo yao miwili ya Aprili 22 na 26 mwaka huu baada ya kifo cha ghafla cha mkurugenzi wa timu hiyo na kocha mkongwe Athmani Bilal maarufu Bilo. Meneja wa timu hiyo Elius Mwachura amebainisha hayo wakati akieleza namna walivyoachana naye jana katika uwanja wa CCM Kirumba na kuiomba TFF kufanya marekebisho ya ratiba ya michezo yao.
Jana nilikuwa naye asubuhi mpaka jioni, tunamaliza mazoezi sehemu Kirumba, na tunakuwa na mpango wa kusafiri tarehe 19 kwenda kucheza Dar es Salaam na Ruangwa. Jiji wametusaidia gari, wakatuambia tutafute hela ya mafuta. Tukawa nayo mazoezini, mimi nimembeba kwenye pikipiki mpaka uwanjani kwetu tunapofanyaga mazoezi pale Nyasaka shule. Tukaanza kuongea namna ya kutafuta hela ya mafuta ili timu iondoke tarehe 19. Tumeagana vizuri. Alichoniambia nisizime simu ili tuongee usiku tujue tutapata wapi hela ya kujaza mafuta gari. Saa 6 usiku mke wake akanipigia, akasema ulikuwa na mume wangu, nimeachana saa 2, ameenda kwa mtoto wake Marumbo. Saa 10 tena akanipigia. Nimempigia sana, simu inaita tu, hakupokea. Saa 1 kasoro kuna mtu ananipigia sema mbona kocha huko amelala uwanjani. Nikawasha pikipiki ndio nikafika pale uwanjani, nikamkuta amejinamia, ndio mauti amempitia. Kama wiki 1 wiki 2 alikuwa na homa na typhoid. Alikuwa amejimarika. Tuko katika wakati mgumu sana. Kwa sababu tulikuwa na mechi tarehe 22 na mkurugenzi ndio ameondoka. Tulikuwa na mechi tarehe 26 Ruangwa na mkurugenzi ndio kaondoka. Basi mimi nilikuwa naomba TFF watubadilishie tarehe ya hizo mechi, tuangalie itakavyokuwa. Leo Alhamisi kama kawaida. Unajua tutasema ndio tufunge. Sijasahau. Alhamisi kama kawaida, leo kidogo tu, sio sana. Tawaaminike. Kwani wewe kweli hapo ungejua? Ningejua. Kama najua. Kama najua ningejua. We. Kabisa. Kama ningejua. Umeniwekea kidogo hivyo afuta simu hata haiwezi kujua jamani. Mbona kimeenda? Kidogo tena. Mimi sijataka ufeli ndugu yangu. Wimbo huu bwana unaitwa Taksi Bubu. Hivi kweli Taksi Bubu kakatia kipande? Huo lidhamiria. Na unajua umetoka kwa msanii wa Bongo Flava Matonya. Kabisa kwa ajili ya msanii huyu wa Bongo Flava kutoka hapa nchini Tanzania ambaye jina halisi ni Seif Shaban Ramadhan, ambaye sasa hivi anakabiliwa na kesi akituhumiwa kwa kosa la ubakaji. Nimeona taarifa yake ambayo inadaiwa kutokea Aprili 7 mwaka huu wa 26. Kondo kona na mimi ndo ni nyongee humo. Ikabidi sasa yani kwa kuendelea tu kumkumbuka msanii huyu basi. Kumkumbuka kwani ameenda. Yupo bana. Sasa si unajua mahakama imemzuia kutoka huko nje ya nchi alipo huko. Labda tuchukue funzo kupitia hicho ambacho kimemkuta. Ndio. Manake kesi ya ubakaji tutasubiri tena kwa sababu mahakama imeahirisha shauri lake mpaka tarehe 30 ya mwezi huu kwa ajili ya maelekezo ya awali ya kusikiliza. Lakini pia imemwachia kwa dhamana ya shilingi milioni 10 za Tanzania, lakini milioni 10 za Tanzania. Jamani, tufuateni taratibu. Milioni 10 nyingine hapa 3. Kweli? Uso karibu huko hata washike ndugu zako wangapi uipate. Tutauza mashamba na ng'ombe, mbuzi, kondoo, kuku, wapi? Vijiko. Na hivyo ndivyo ambavyo tunatamatisha jambo la leo. Miongoni mwa waliosikika jioni hii pamoja na haya. Serikali kutenga maeneo maalum ya uwekezaji kwa ajili ya vijana itakayowawezesha kupata ardhi kwa ajili ya kujenga viwanda. Zinazohusishwa na udhibiti mvua pamoja na uelewa wa kisayansi kuhusu hali ya hewa. Papa Leo wa 14 endeleza ujumbe wa amani nchini Cameroon.
Queens yajiomba TFF kusogeza mbele michezo yao miwili baada ya kifo cha ghafla cha mkurugenzi wa timu hiyo na kocha mkongwe Athmani Bilal maarufu Bilo. Asante sana kwa kuungana nasi. Kwa niaba ya wote waliofanikisha, mimi ni Esther Chila. Nami ni Irene Kishiwa. Jioni njema.